Okay, tukitokea ndani ya Tanzania, hii ni podcast ya kwanza kabisa inahusisha klabu yetu ya Chelsea. Na hii ndo podcast maarufu zaidi inayopatikana ndani ya mipaka ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, nikimaanisha kwa ujumla wake Afrika yote. Huu ni uchambuzi wa mchezo kati ya Chelsea na Benfica uliofanyika leo kwenye uwanja wa Stamford Bridge, ambapo timu ya Benfica inanolewa na mtaalamu, the special one, the only one, unaweza kumuita hivyo, lakini majina yake kamili anaitwa Jose Mourinho. Dakika 90 za mchezo huu zimeweza kumalizika kwa Chelsea kuibuka kidedea kwa ushindi wa bao 1-0, bao ambalo limepatikana kipindi cha kwanza, bao la kujifunga la kiungo Richard Reus. Niko hapa na wachambuzi wangu ambao leo hii tutakuwa pamoja kuweza kujulisha nini ambacho kimeweza kujiri kiufundi zaidi. Amani Mustafa, Ken Tosent pamoja na So Moses ambaye pia atakuwa anaweza kutuletea kile ambacho ameweza kukitazama kwenye mchezo huu. Mabadiliko kadhaa kutoka kwenye mchezo uliopita dhidi ya Brighton kwenye EPL. Leo hii tumeweza kushuhudia baadhi ya wachezaji wakipata nafasi ya kuanza kwenye kikosi. Mmoja wa wachezaji ambao wamepata nafasi ya kuanza ambacho natokea kukijua ni beki Badiashile, lakini Mauro Gusto pia alikuwepo hapo. Bonanute, Tariq George pamoja na Garnacho wamepata nafasi ya kuingia kwenye kikosi cha kwanza, lakini mchezo uliopita walianzia benchi. Tuko hapa kuweza kujulisha kama nilivyokuambia wakati tunafungua kipindi chetu kwamba tutakuja kuletea uchambuzi yakinifu kwa lugha adhimu ya Kiswahili inayopatikana ndani ya nchi ya Tanzania. Mimi naitwa Himidiwe Kabuje, unaweza kuniita Brazil anayecheza kupitia mdomo. Tuanze moja kwa moja na wachambuzi wangu leo hii. Mabadiliko ya kikosi kutoka kile ambacho kimepita kuja kwenye kikosi hiki. Nini ambacho uwanjani kiliweza kubadilika kutokea pale ambapo tulianza? Nafikiri tuanze na Tosent ambaye atakuwa leo hii anatuambia mabadiliko ya kikosi chetu kwenye mechi hii. Nini ambacho kilikuwa kinaweza kuongezeka au kupungua kutoka kwenye kikosi ambacho kimepita, ambacho kilicheza mchezo uliopita dhidi ya timu zingine? Kwanza kabisa nilipenda rotation ya Maresca leo kumchezesha Badiashile kwa sababu tunaingia kwenye mechi ya Jumamosi tukiwa tuna Trev Chalobah, Levi Colwill, Tosin na Darabio. Kwa hiyo nilipenda leo Maresca kumtumia Badiashile kama kumpa game time na kumpa fitness kwamba tunaelekea kwenye big match katika weekend ya kesho kutwa. Kingine ambacho nimeona katika mechi ya leo, kocha kulikuwa inaja ya kocha kumtumia Tariq George kwenye mechi ya leo. Hii ilikuwa ni mechi ya kupata matokeo katika first half. Kwa hiyo tulibidi kocha aanze na Joao Pedro. Na since Tariq George tunajua mchezo wake, Tariq George ni mchezaji ambaye ukimkamia kidogo tu ndani ya dakika 45 tu za kwanza huwezi kuona makeke yake, na Tariq George ni mzuri akitokea kama winga, lakini akicheza kama namba 9 huwa anafunikwa. Alafu sasa anacheza namba 9 na mabeki kama kina Nicolas Otamendi, ni ngumu sana yeye kuonekana. Kwa hiyo I expected game ya leo Maresca angeanza na Joao Pedro kwa sababu Joao Pedro ana mikiki angewapush wale mabeki wa Benfica kwenye zile kona tulizokuwa tunapata. Tulikuwa tunamkosa mtu kama Joao Pedro wa kufanya final finish. Alafu kingine nilichokiona katika siku ya leo kwenye mechi ya leo, tunapenda sana back pass slows zimekuwa nyingi sana, kwa sababu nilikuwa namwangalia Malo Gusto, namwangalia Cucurella, namwangalia na Caicedo leo kan disappoint sana. Alikuwa anapenda sana kurudisha pasi nyuma na anarudisha sangine hadi kipa anapiga pasi mpira unatoka nje unnecessary. Wakati kulikuwa kuna muda Garnacho anaomba mpira, huku kuna Estavio sangine alikuwa anaomba mpira, lakini Caicedo anageuka nyuma anarudisha mpira nyuma. Vivyo hivyo kwa Malo Gusto. Unajua hizi back pass za nyuma sangine zinaweza tunaongoza goli moja against a tough opponent kama Benfica. There is no need ya sisi kurudisha mipira nyuma. Itabidi tuwaforce wale Benfica kutumia wings zetu, kumtumia Garnacho, kumtumia Pedro Neto ili kuweza kuforce mashambulizi. Kwa hiyo mimi ningeomba, yani mapendekezo yangu kwa kocha Maresca
ajaribu kupanga kikosi kulingana na game husika, kwa sababu mechi ya leo ingekuwa sio ile first half tuseme kama tumekaza buti, tulikuwa tunacheza kwa hatujacheza kama kitimu, lakini kwa kuna individual brilliant performance ya mchezaji mmoja mmoja ndio leo tupo matokeo hata goli hilo moja. Kwa hiyo Maresca inabidi abadilike sana. Yani kuna vitu vingi anatakuwa abadilike mapema. Asipobadilika mapema atatukosti mbeleni, kwa sababu there is no try kwenye Champions League. You have Joao Pedro, unamweka bench Joao Pedro na mtumia Tariq George? Hapana. In case wale Benfica wangekuwa wametunga, tulikuwa tunaongea mambo mengine sasa hivi. Na I expected kwamba leo angeanza na Caicedo, labda na Romeo Lavia, Enzo asogee namba 10, winga ya huku Garnacho, huku Estavio au Pedro Neto. Kwa hiyo ule Fekundo naye bado haja click kwenye mfumo wa Maresca na bado haja click kwenye squad yetu. Nimeangalia mechi zote 3 alizocheza katika timu yetu, lakini bado sijaona ile namba 10 kama namba 10 inayojua Chelsea. It's better amtumie Enzo asogee kama namba 10, kama amtumie Romeo Lavia acheze na Caicedo pale katikati, ili kusudi mashambulizi yawe mengi huko mbele, kwa sababu toka Fekundo anacheza na namba 10, yani magoli yamepungua pale mbele, kwa sababu namba 10 ni mtu ambaye anamsaidia namba 9 apart from kufunga, hata kuassist, kupendisha mashambulizi kwa mawinga, yani hivyo. Kwa namba 10 akiwa ambaye ni slow, ambaye aendani na mchezo kila mechi, anatukosti pia si kupata magoli mengi. Kwa hiyo kama game ya leo tumemtumia pia Joshua Champong, aliingia pale kwa ajili pia kugain momentum kuelekea game na Liverpool, sio mbaya. Kwa hiyo mimi kwenye mechi ya leo makosa niliona ya kwanza ni unnecessary back pass. Joao Pedro kapata red card ya kizembe sana, unnecessary 2 yellow cards ambazo zilikuwa hazina hata maana. Kwa hiyo nilikuwa naona zile yellow card hazina maana kabisa, angeziepuka, kwa sababu haiwezekani kila mechi tunapata red card, itatukost huko mbeleni. Inaonekana yani opponent ndio atasema Chelsea wanacheza rafu, hata marefa nao watatuzoea vibaya kwamba kila siku wanapata red card. Kwa hata sasa inaweza kutasio red card, refa katoa red card. Kwa hiyo inabidi tuepukane na zile unnecessary red cards, zitakuja kutukost. Tuna tough games huko mbele, kwa hiyo inabidi tubadilike, tusicheze faulu ambazo hazina maana, kwa sababu hizo faulu za Joao Pedro zilikuwa ni unnecessary kabisa. Kwa hiyo mimi ndo hayo tu. Okay, nakushukuru sana Bwana Tossent ambaye umetupa ndio. Kama mashabiki wa Chelsea tunaweza kusema tuna enjoy na tunafurahia. Niamie kwako Amani Mustafa. Tossent amezungumzia issue ya matumizi ya nafasi ambazo zinapatikana. Unafikiri kutengeneza nafasi chache kwenye timu yetu unaweza kawa ni moja ya vitu ambavyo vinatufanya tuwe na mechi ngumu, hasa hizi ambazo zimeweza kupita pamoja na hii ya leo? Kwa nini tunakuwa tuna shida ya utengenezaji wa nafasi pamoja na matumizi yake? Nini ambacho mwalimu aweze kukifanya kwa ajili ya kuboresha hili kwenye timu yetu, hasa kuwatumia baadhi ya wachezaji ambao tunaamini ni clinical finisher, ni wamaliziaji wazuri, lakini tunamkosa Cole Palmer kwenye timu. So hizi nafasi ambazo zinapatikana, namna gani ya kuzitengeneza ziwe mabao na zikaweza kutufanya tuwe na game nyepesi kuliko hizi ambazo tunakutana nazo sasa hivi? Nafikiri Amani Mustafa ameza ataungana na sisi tena hapo baadaye, kwa sababu ya shida ya kimtandao ambayo imetokea hapa. Lakini Kenny, nafikiri umelisikia swali vizuri. Nini ambacho mwalimu akifanye kwa ajili ya kuboresha matumizi ya nafasi kwenye timu yetu na angalau kuifanya mechi iwe nyepesi kuliko hivi ambavyo tunaenda kwa sasa hivi? Kenny? Nasema jambo la kwanza, naam, jambo la kwanza tukianza kuongelea swala la matumizi ya nafasi, ina maana tunazungumzia wachezaji kwanza. Ina maana tayari nafasi zipo na tuna uwezo kuzitengeneza, ila matumizi yake sasa ndio yanakuwa sio sahihi au yanakuwa sio kwa kiwango kikubwa kama ambavyo tumetegemea au kocha anategemea. Sasa tufanyeje ili
ili matumizi yetu ya nafasi yawe makubwa zaidi. Kwanza nafikiri kwa sasa hilo jambo la kutatua matumizi ya nafasi, tunahitaji zaidi wachezaji wetu kumachua pale mbele. Nafikiri mchezaji wetu ambaye amemachua sana pale mbele kwenye matumizi ya nafasi ni Cole Palmer na Joao Pedro. Wengine Gittens, Garnacho, Facundo, Estevao, ukizungumzia Pedro Neto, bado kuna namna ambavyo wanashindwa kutumia zile nafasi ambazo tunazitengeneza. Kwa hiyo jambo la kwanza ni wachezaji wetu tu wenyewe kutambua na kumachua pale mbele, kutambua majukumu yao ambayo wanatakiwa wayafanye. Kwa mfano kwenye mechi ya leo unaangalia mtu kama Gittens, anapokea mpira vizuri, anafika vizuri golini, lakini nini kinamzuia kufanya delivery nzuri? Na kati amepokea mpira vizuri, amepewa nafasi, inaingia paka ndani ya box, paka ndani ya 6, lakini anachoenda kukifanya mwishoni ni kama tena anatushambulia sisi ambao ni wenzake. Kwa hiyo niseme kwamba tunatakiwa kwanza wachezaji wetu wakue sana, lakini kama vipi mwalimu abadilishe game plan ya wale watu wa mbele pale, namna ambavyo wanaoperate, nafikiri italeta matumizi mazuri sana ya nafasi, hasa wachezaji wetu wakiwa wamerudi akina Cole Palmer. Nafikiri na tukiendelea namna hiyo na kina Delap wakirudi, nafikiri hiyo overhaul pale mbele itakuwa nzuri sana, kwamba tubadilishe. Ukiangalia kwenye mechi ya West Ham, ule mfumo aliokuwa ametumia na namna ambavyo alikuwa amewapanga wachezaji wake pale mbele ni namna nzuri zaidi ya kumobilize mashambulizi na kutumia nafasi, kwa sababu unakuwa na watu wengi ambao wana uwezo wa kufanya nafasi kuwa magoli. Kwa mfano kwenye mechi ile West Ham unazungumzia Delap yupo, Joao Pedro yupo, Pedro Neto yupo, Cole Palmer yupo. Kwa unakuta kuna probability kubwa sana ya kuconvert nafasi kuwa magoli. Tofauti na sasa wachezaji ambao wapo, uwezo ukategemea Facundo, Gittens, akipata nafasi 3 anaweza akakosa zote. Kwa hiyo jambo la kwanza wachezaji wetu wajitambue pale mbele, lakini jambo la pili kufanya overhaul ya washambuliaji wetu wote pale mbele, kuwabadilishia namna ambavyo wanalitazama goli na majukumu. Asante sana. Asante sana Bwana Kenny, ambaye alikuwa anatuelezea namna gani ya timu yetu inaweza kubadilika kutokea kwenye utengenezaji wa nafasi ambazo tunatengeneza, lakini na matumizi yake pia yanaweza kuwaje. Bado uko na sisi hapa kuweza kusikiliza kile ambacho tumeweza kukiona leo kwenye mchezo wa Chelsea dhidi ya Benfica ambao umefanyika Stamford Bridge. Na sasa hivi nafikiri Bwana Saul, unafikiri matokeo haya ambayo tumeyapata siku ya leo, tukumbuke mchezo wa kwanza tuliweza kupoteza dhidi ya Bayern Munich, na huu ni mchezo mwingine ambao umetuhusisha na ni mchezo wa pili kwenye mashindano haya. Matokeo haya nini ambacho tukitarajia huko mbele, na namna gani ambayo unatuona kama Chelsea tunaweza tuka deserve kusogea hatua inayofuata, au kuna namna tunahitaji mabadiliko ambayo yanaweza katufikisha huko nchi ya ahadi ambayo tunaitamani? Kwanza kwa matokeo haya yalikuwa ni matokeo ambayo ni muhimu sana kwenye klabu yetu, kwa sababu ukifuatilia situation tuliyokutana nayo hapo nyuma kwenye mechi za ligi pamoja na ile ya kwanza ya Champions League dhidi ya Bayern, matokeo yalikuwa mazuri sana. Na ukiangalia huu mfumo wa Champions League ulivyo, yani ukisubiri kidogo tu unaweza ukajikuta umeangukia kwenye playoff, afu kwenye playoff pale ukashangaa umebaki kabisa. Kwa hiyo nadhani matokeo kwa timu yetu yalikuwa ni muhimu sana, na nilitegemea hivyo kupata matokeo mazuri, kwa sababu Benfica sikuwa na muhofia sana, kwani mpinzani ambaye anaweza akatusumbua kihivyo. Lakini nimeshangaa tu ni namna gani tumecheza na tumeweza kupata hilo goli moja, kwa sababu ukimwangalia Benfica kwenye head to head tangu tuanze kucheza naye, sikumbuki ni mara mwisho ameshinda kwenye mechi gani yetu.
Kwa hiyo ni matokeo ambayo niliyategemea, kwa sababu kwanza yatarudisha morali kwa wachezaji, lakini pia yatarudisha matumaini kwa mashabiki na kocha kuelekea mechi zijazo za Champions League pamoja na mechi za ligi. Na kitu kingine pia nilichokiona kwenye klabu yetu, hasa katika mchezo wa leo, nadhani ni uhaba wa kutengeneza nafasi, kwa sababu kwenye mchezo usipotengeneza nafasi mimi siwezi ukashinda mechi. Kwa ili ushinde mechi lazima utengeneze nafasi. Nafasi pia haiwezi kawa 1 2, angalau timu ingekuwa inatengeneza nafasi kuanzia 3 na kuendelea, tungesema kweli tunaweza tukakompete. Ukiangalia mechi ya leo, nadhani nafasi hatujatengeneza nyingi kwa sababu ya wachezaji ambao tulikuwa nao. Yaani big chance kama 2 au 1, nadhani ndio nafasi ambazo unaweza ukasema hizi wachezaji wangekuwa na umakini zingegeuka kuwa mabao. Lakini tofauti na hapo, nadhani ubunifu umekuwa zero sana, hasa eneo la mbele. Kwenye timu yetu ukimtoa Cole Palmer ambaye ndio mchezaji ambaye tunategemea atengeneze nafasi na kufunga, wachezaji wengine naona ni kama wanatuangusha, hasa mawingo wetu, kwa sababu ukiangalia tuna mawinga ambao ni wazuri na ni mchanganyiko, wapo wanaotumia left, wapo wanaotumia right, lakini mchango wao sasa katika kuzalisha mabao na kutengeneza hizo nafasi umekuwa ni mdogo sana. Mtu kama Pedro Neto ni mchezaji ambaye yuko sharp, yuko vizuri, alikuwa na kiwango kizuri zaidi kwenye Club World Cup, lakini tangu arejee kwenye huu msimu katika mechi kadhaa naona ni mchango wake wa magoli umekuwa ni mchango ambao ni mdogo sana. Yaani sio yule ambaye nilikuwa namfikiria kwamba msimu ukianza Pedro Neto atakuwa hivyo. Lakini ukija pia kwenye upande mwingine wa Garnacho naye ni mchezaji ambaye amepewa nafasi kwenye mechi kadhaa, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo anataka kumuonyesha kocha. Yaani anatamani kufanya makubwa, lakini inaonekana kabisa ni kama anakuwa na papara sana. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye pia inabidi atulize kichwa ili aweze kucheza vizuri. Pia mtu kama Gittens ni mchezaji ambao yani kila mtu anataka akiingia amuonyeshe kocha kwamba natakiwa kuanza kwenye hii timu, kitu ambacho kinatupa ugumu sana kwenye kutengeneza nafasi. Ukimwangalia mtu kama Enzo sio mzuri sana kwenye kutengeneza nafasi kuliko kuzitumia. Kwa hiyo nadhani pale mbele ubunifu umekuwa mdogo sana, ni kwa sababu ya ukosefu wa Cole Palmer. Mimi nadhani wachezaji wetu hasa mawinga hawa ilibidi wa improve sana ili waweze kumpa msaada mkubwa pale wao Pedro, kwa sababu Pedro ni mchezaji ambaye nafasi anaweza akazitumia vizuri. Sasa mchezo kama leo dhidi ya Benfica tunashinda goli 1, afu tuko nyumbani, goli lenyewe Benfica wanajifunga. Alafu baada ya hapo tunacheza dakika zaidi ya 60 mpaka 65 tunashindwa kuscore goli. Inakuwa inanipa wasiwasi kuelekea mechi zijazo za Champions League. Jamani. Ndio. Kuna taarifa nzuri hapa kidogo. Ndio. Alisson Becker atakuwepo, hayupo katika mechi yetu ya Jumamosi. Sasa kuelekea pia mechi ya Jumapili kukosekana kwa Alisson Becker inaweza isiwe shida sana. Shida ni je, tuna watu ambao wanaweza wakatengeneza nafasi na kufunga. Yaani hicho ndio kinachonipa wasiwasi. Yaani angekuwepo Cole Palmer unakuwa na uhakika kwamba kwenye mechi moja Cole Palmer anaweza akatengeneza nafasi kuanzia 2 hata 5 na kuendelea. Lakini wachezaji ambao tuko nao sasa hizi, yani ubunifu pale mbele umekuwa ni mdogo. Yani ukimfuatilia yo Pedro, yani anapambana sana na mwisho wa siku unakuta tunafunga magoli magumu. Nadhani mwalimu atazameliangalia hilo, na leo nimeona ameamua kumpa bwana mdogo Facundo dakika kadhaa hawezi kutuonyesha, lakini naye bado kabisa. Na ukisema Enzo acheze lile eneo, yani Enzo ndio simuaminiki kabisa kwenye kutengeneza nafasi. Angalau labda kwenye kutumia anaweza akakupa magoli, ila kwenye kutengeneza nafasi, hasa kwenye kupiga pasi, Enzo sio pasa nzuri. Kwa yote tunashukuru tumeshinda mchezo leo,
lakini sasa wachezaji inabidi wa improve kuelekea mechi zijazo. Mechi ni ngumu sana, bado tujakutana na watu kama Ajax, tujakutana na timu kama Barcelona huko mbele kwa Champions League. Weekend hii tuko na Liverpool, bado tujakutana na timu kama Arsenal. Hatujui nini kitatokea, lakini kiufupi msimu tumeuanza kidogo vibaya. Alafu pia ili swala la kadi nyekundu, unaona ni kama nidhamu imepungua sana kwenye timu yetu. Wachezaji sijui wameona ni fashion sasa kupata hizo kadi nyekundu. Sijajua shida inakuwa ni wapi. Inabidi mwalimu akae chini na benchi lake ili waweze kuelekeza wachezaji, kwa sababu huko tunakoelekea tutakutana na mechi ngumu. Hapo mwisho wa siku unashangaa wachezaji wawili. Sasa hizi tumezoea mchezaji mmoja anachukua red card. Mwisho wa siku utakuta wawili wanachukua red card na mwisho wa mechi tutakuwa tunaaibika vibaya sana. Kwa hiyo mimi nadhani yote kwa yote mwalimu Enzo Maresca tu nadhani kichwa chake kitakuwa kinawaka moto sana. Anabidi tu akae vizuri na benchi lake, awaelekeze wachezaji, nidhamu ya mchezo iwe juu sana. Kama tulivyoanza mchezo wa leo, nidhamu ilikuwa juu sana, vizuri, nilipenda ile kasi nzuri, tunakaba vizuri, lakini jinsi tunavyokuwa tunaenda naona kasi inakuwa inapungua, na mwisho wa siku unakuta mpinzani anatuzoea na tunaanza kufanya makosa kama hivyo, tunapata red card, makosa yanakuwa ni mengi ya kujirudia, inakuwa inatupa shida kidogo. Kwa hiyo mimi nadhani kuelekea mechi ya Jumamosi nadhani zidi ya Liverpool kuna kitu kipya tena pia natamani kukiona mwalimu Enzo Maresca anakuja nacho kwenye mechi, kwa sababu hiyo pia ni mechi ambayo yani kwa vyovyote vile inabidi tupate pointi 3, kwa sababu tumeshapoteza tayari mechi 2 za ligi tena mfululizo. Kwa hiyo yani ni mechi hiyo ambayo yani kwa vyovyote vile haijalishi ni Liverpool yuko vipi, ni Liverpool ambaye ameshinda mechi ngapi, lakini sisi kama Chelsea inabidi tujitahidi kabisa, yani hiyo mechi tushinde. Yani haijalishi ukuta wetu sijui uko vipi, yani vyovyote vile Enzo Maresca inabidi ajitahidi ahakikishe kabisa tunaondoka na pointi 3 muhimu kwenye hiyo mechi ya Liverpool, ili irudishe morali hata kwa mechi zinazofuata huko mbele. Asante. Okay, nikushukuru sana bwana Saul ambaye ametuelezea vitu vingi sana. Lakini nije kwako Amani Mustafa ambaye leo hii natamani kujua kiufundi back pass zina faida gani na hasara gani kwenye mechi, kwa sababu tunalalamika sana kuhusu back pass ambazo timu inacheza, lakini kesho kutu tunaziona, na hatuzioni tu kwa timu yetu peke yake, hata timu zingine pia tunaona wakicheza back pass. Je, kiufundi back pass ina faida gani kwenye timu na ina hasara gani pia, na ni kwa nini tunaona sana back pass zikiwa zinachezwa kwenye mechi za design hii ambazo mara nyingi timu inakuwa haijafunguka kwa kiasi kikubwa? Kiufundi hili tunaliwekaje bwana Amani Mustafa? Kwanza kabisa nadhani mashabiki wengi ama wafuatiliaji wengi wa soka wanapata wakati mgumu sana kuenda pamoja na spidi ya mpira mpya wa kisasa. Tuliona mpira ulivyoanza kuingizwa ligi kuu ya Uingereza na Pep Guardiola alivyokuja, watu wengi walikuwa waelewi maana yake hasa ni nini. Lakini nadhani pia hili swala alishaliongelea Enzo Maresca mwenyewe, kwa sababu kuna kipindi mashabiki walikuwa wanapiga kelele sana juu ya mpira anaofundisha. Kwanza ni wa taratibu, lakini pia kuna back pass nyingi. Sasa kwenye timu yetu ama timu nyingi sasa hivi zinavyocheza, wanapenda sana kuanzisha build up kuanzia nyuma, na build up kuanzia nyuma kwanza inakusaidia namna ya kuwa stretch timu pinzani, ambayo itafungua nafasi za katikati ya kiungo kwenye mstari wa ushambuliaji kwenda kupresi na kuweza kuachia maeneo mengine wazi kwa ajili ya timu yako kuweza kushambulia. Lakini pia faida ya back pass ni kuweza kupunguza tempo ya mchezo, especially unapocheza na timu ambazo zina press sana na zinashambulia kwa speed. Mfano Liverpool wana aina ya mpira huo. Ukicheza na timu kama Wolves hizi wana aina ya mpira huo. Sasa faida ni nini? Ukiwa unacheza mpira wa namna ile, unapunguza ile pressure kubwa ya kuweza kupoteza mpira, kwa sababu mwisho wa siku itakuwa sasa mnabadilishana tu magoli. Idadi ya magoli inakuwa nyingi kwa sababu inakuwa ni mpira ambao ni kama basket, kwa sababu timu kama labda Liverpool ukicheza nao mpira nao hivyo hivyo wanaocheza kama wao hivyo hivyo bila back pass na kuweza kutulia, unaweza ukajikuta ukafungwa nyingi. Ndio aina ya mpira ambao pia leo tulikutana na timu kama Benfica wanakuwa compact wakiwa nyuma, lakini wakipata mpira wanakushambulia kwa speed na wanarudi. Kwa
Kwa hiyo ukienda kushambulia kwenye system kama yao, ndio maana kuna muda fulani tulikuwa tunapata zile 1v1 situation, Bino Gittens akawa zinamgonga sana na kuwa disposed sana na anapoteza mpira haraka, na ile ilikuwa inatu affect kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia faida ya back pass ni inafanya wachezaji wana relax kwa muda fulani na hawakimbii sana, na wanatunza energy ambayo inaweza kuwasaidia kwenye kwenda kushambulia lango la timu pinzani, na hii inatengeneza sasa defensive mechanism kwa timu husika ambayo inatumia mchezo wa namna hiyo. Kwa hiyo kwa mpira sasa hivi wa kisasa unahitaji kwanza pasi nyingi sana kuanzia nyuma na build up kwenye timu nyingi. Ukiangalia Manchester United, ukiangalia Chelsea, ukiangalia Manchester City, ukiangalia Barcelona, ukiangalia timu kama Brighton, ukiangalia timu kama Arsenal, zote zinategemea build up kuanzia nyuma kwenda mbele. Aina mabeki, aina magolikipa walionao wana uwezo wa kutulia na mpira na kucheza na ule mpira vizuri. Kwa hiyo kwangu mimi sishangai sana Maresca anavyocheza hivi, na pia simlaumu sana kwa sababu ndo aina mpira anaofundisha. Na tuna struggle kwa nini? Kwa sababu hatuna beki wakati ambaye anaweza akatusaidia kuanzisha hiyo build up na pengine kumove haraka kutoka phase moja kwenda phase nyingine. Kabla sijaondoka kwako, wewe mwenyewe pia. Natamani kujua, Chelsea tunahitaji kupata mtaalamu wa saikolojia kwa hiki ambacho kinaendelea, upatikanaji wa red card kwenye michezo mitatu ya mwisho, tumepata red card 3. Kuna haja ya kutafuta mtaalamu wa saikolojia, na kama yupo anahitaji kuongeza kasi ya ufundishaji wake wa psychology kwa wachezaji. Amani Mustafa. Nadhani kuna option mbili. Ni either tupate mtaalamu wa saikolojia kwa ajili ya kuongea na wachezaji na kuwa easy pressure, kwa sababu kiangalia na wachezaji wadogo, Joao Pedro miaka 24, kina Estevo miaka 18, 22, 20 ngapi, kwa unaona ni wachezaji wadogo sana ambao kuhandle pia pressure ya ligi kuu ya Uingereza, UEFA Champions League ni ngumu sana. Kwa hiyo nadhani tunahitaji either tupate mtaalamu wa saikolojia au wasajiliwe wachezaji wawili watatu ambao ni senior, ni wakubwa zaidi ambao wanaweza kawa guide hawa vizuri. Ukiangalia mchezaji ambaye ni mkubwa sasa hivi tunaye kwenye timu ni Tosin Rabiot, na zamani hapo tulikuwa pia tuna Marcus Bettinelli ambaye yeye kaenda Manchester City. Kwa hiyo kama tukipata mchezaji mwingine senior mkubwa ambaye ataweza kuingia kwenye timu, either katoka kwenye timu kubwa, inakuwa ni nzuri zaidi kwenye namna ya kuwaongoza hawa wachezaji. Walau wachezaji wawili watatu ambao wanaweza wakaingia kwenye timu na wakaisaidia timu na hawa wachezaji ili kuweza kuendana na hizi pressure za game, kwa sababu ukiangalia kipindi cha kwanza timu iliyoingia mle ndani average age nadhani inaweza kuwa hata miaka 22 tu, na ambaye ni mkubwa sana kwa mmoja ukisema ni Robert Sanchez ambaye ana miaka 27 na yeye mnamjua matatizo yake. Kwa hiyo it's very tough. Kwa hiyo ni either apatikane mtaalamu wa saikolojia au wachezaji wakubwa, hata kama sio wakubwa basi waliocheza kwenye level kubwa, which is tunajua ni ngumu sana. Kwa technically ni mtaalamu wa saikolojia ili aweze kuongea na hao wachezaji na namna kuelekeza namna gani ya kuhandle hivi vitu. Kocha tulienaye hana experience kubwa, na yeye pia anajifunza umomo kwenye makosa haya yanayotendeka. Kwa ni ngumu sana kuwa manage hao wachezaji pia kwa namna moja ama nyingine kwenye situation kama hizi. Mechi ya 3 mfululizo, kadi nyekundu 3 mfululizo, na makosa ni madogo ni mengi. Kwa nadhani hilo pia ni wazo zuri ambalo pengine bodi wakilihusisha wakaangalia inaweza ikatengeneza mazingira mazuri zaidi. Mazingira ya nje yanayowazunguka wachezaji wakiyatengeneza vizuri yanaweza kawasaidia, kama ikiwa hawataki ivunje ile edge yao ambayo wameipanga kwa wachezaji wanaowasajili. Okay, Procent kwa dakika moja. Natamani uniambie kadi nyekundu ambazo tumezipata kwenye mchezo wa EPL pamoja na hii ya leo kwenye Champions League zinaweza kuaffect vipi michezo ya Chelsea ambayo inafuata, na matokeo ya hizi kadi yanaweza kuwa nini? Kwanza tumshukuru Mungu kwanza tumepata matokeo katika siku ya leo, kwa sababu ni ushindi ambao tulikuwa tunahitaji kwa muda mrefu kidogo. Apart from hilo, nimekuja kugundua wachezaji wetu hawana discipline kabisa. Red card aliyopata Sanchez ilibidi iwe funzo kwa wachezaji wote na kwa wachezaji ambao wanatuzunguka pale Chelsea. Red card aliyopata Sanchez ilikuwa ni
unnecessary red card. Kwa hiyo mechi ikafuata mechi na akapata red card nyingine tena, akapata Chaloba. Wachezaji wetu hawana discipline kabisa. Yaani kuna wanafanya foul ambazo hazina mantiki yoyote. Umeona? Kuna kama lo foul alocheza Enzo Fernandez akapewa yellow card, kapiga tu mpira kiolela necessary. Ilikuwa haina maana. Professional players fanya mistakes za kijinga kama vile kwenye mechi. Tukiangalia leo Joao Pedro kaingia tukapata yellow card. Bado tena mpira unakaribia kuisha kafanya foul ambayo haina kichwa wala miguu. Yaani unaona kabisa hizo kadi zitakuja kutukost tuko mbeleni. Mechi inayokuja Champions League ni squad tutamkosa Joao Pedro. Mechi kwamba Maresca ataforce aanze na Tyrick George. Kwa hiyo hapo unaona kabisa kwamba tutakuwa tunamlack Joao Pedro kwenye mechi inayokuja. Na mechi inayokuja kwenye Champions League kama Scorsese tutakuwa tunacheza na Ajax au Barcelona, kati zote mbili. Ni Ajax, okay. Tutamkosa Joao Pedro kwenye mechi sababu amefanya red card ambayo ni unnecessary. Na pia mimi nataka Maresca anakosea sana mazoezini, sijui awafundisha wachezaji wake jinsi ya kubehave kwenye game. Kwa sababu haiwezekani tunapata 3 consecutive red cards. Yaani 3 consecutive ndani ya kipindi ambacho ni duration of 3 days to 4 days. Inawezekana kocha haongei na wachezaji wake vizuri kwamba wawe na discipline uwanjani. Namna hii ya red card marefu atatuzoea vibaya. Mimi sikwamba tukacheza foul ambayo sio red card. Refa atatoa red card sababu hawa ni wazee wa red card. Sio, umeelewa? Kwa hiyo mimi naona hizi red card zimekuwa ni unnecessary. Inabidi Maresca pia na wachezaji wake vizuri aongee nao, awafundishe kucheza game pro. Professional players kufanya red card, unnecessary red cards. 3 consecutive red cards ndani ya kipindi kimoja ni shida. Hii itatukost. Tuna mechi ngumu huko mbeleni. Imagine mechi ya Jumamosi tunamkosa Trev Chalobah. Means kocha inabidi amtumie Badiashile na Hato au Badiashile na Achiampong. Umeona? That means kwa safu ya ushambuliaji ya Liverpool ilivyokuwa na hatari, inaweza katukost kwa sababu Badiashile na Achiampong wote hawana game fitness. Umeona? Tulikuwa tunamtegemea mtu kama Trev. Sosent. Yes. Nikushukuru kwa maelezo yako ambayo umetupa na Amani Mustafa, natamani kufahamu kwa sekunde kadhaa kulikuwa na haja gani ya kumrudisha Mark Guehi kwenye timu wakati unaamini kwamba Tyrick George anakupa kitu ambacho mshambuliaji anaweza kukupa baada ya Delap kuumia. Niambie, kulikuwa na haja gani? Hakukuwa na haja yoyote ikiwa kocha alikuwa anaamini kwamba anaweza kumtumia Tyrick George. Lakini kiufupi tu niseme ni kwamba Tyrick George sio namba 9 na Mark Guehi ni namba 9. Kwa winga kama Garnacho na Joao Pedro ambao wanakati na kuweza kupiga cross, unamhitaji Guehi na sio Tyrick George. Unless otherwise Enzo Maresca atuambie kwa nini anamweka kila siku Tyrick George. Nikushukuru sana msikilizaji wa podcast ya Chelsea ambayo inakujia kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Huu ulikuwa ni uchambuzi wa mechi yetu dhidi ya Benfica ambayo inanolewa na Jose Mourinho, kocha wa zamani 2004 2005. Alikuwepo Stamford Bridge lakini akaja kurejea tena 2014. Lakini leo hii nikwambie tu kwamba baada ya Joao Pedro kuweza kupata red card ambayo itamfanya akose mchezo unaofuatia wa UEFA Champions League dhidi ya Ajax Amsterdam. Lakini mchezo ambao unafuatia wa EPL ambao tutakuwa hapa ni dhidi ya Liverpool ambapo tutakuwa tunakuletea pia uchambuzi wa mechi hiyo. Jina langu naitwa Himidiwe Kabuje, Mbrazil anayecheza kupitia mdomo. Kwa niaba ya wenzangu ambao tulikuwa nao, Amani Mustafa, Ken, Saul pamoja na Tosent ambao tulikuwa pamoja nao. Lakini shukrani zangu za dhati zimfikie Mr. Darajana ambaye anaendelea kutuwezesha na tuko hapa tunakuletea uchambuzi huu uliotukuka kwa niaba ya yeye. Asanteni sana na bye bye, tukutane tena wakati mwingine, Mungu akijalia.